Bwana, kama tunavyofahamu klabu ya Yanga wapo pale nchini Misri kwa ajili ya mchezo wao wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly kutokea hapo nchini Misri katika kundi lao B, ambapo Misri wanaongoza kundi wakiwa na alama 4 sawasawa kabisa na timu ya Yanga Sports Club. Sasa mchezo huu ambao klabu ya Yanga wanakwenda kukutana na timu hiyo ya Al Ahly utakwenda kuamua ni nani ataongoza kundi hilo B, ambapo ndani yake kuna wababe sana. Sasa siku hii ya leo klabu ya Yanga wameweza kufanya tizi zito, tizi la kiume kabisa kuelekea mchezo huu, hapo wakiweka maandalizi yao sawa ili waweze kupambania alama angalau waondoke na chochote kitu wanapokutana na timu hiyo ya Al Ahly, ambao hawa wana uzoefu mkubwa wa michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, wakiwa wamebeba vikombe mara kadhaa, lakini pia wakiwa wamecheza fainali nyingi hapa barani Afrika. Klabu ya Yanga wana kipengele kweli ya kuhakikisha wanaondoka angalau na alama. Sasa kuelekea mchezo huo, ndio maana klabu ya Yanga siku hii ya leo wameweza kufanya bonge moja tatizi kuhakikisha wanaweza wanajiweka sawa kuelekea mchezo ujao. Sasa wakati klabu ya Yanga wakiwa wanafanya tizi la mwisho kuelekea mchezo huo, lakini pia siku hii ya leo iliweza kufanyika presi ikizikutanisha mabenchi yote mawili, benchi kwa upande wa timu ya Yanga, lakini pia benchi kwa upande wa timu la Al Ahly. Kwa upande wa benchi la ufundi kutoka kwenye timu ya Yanga kulikuwa kuna kocha mkuu Pedro Gonçalves, lakini pia na Starboy Alan Okero akiwakilisha wachezaji wenzake katika presi hiyo ambayo wanaenda kuzungumzia kuhusiana na mchezo huo ujao kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly. Wakati presi hiyo inafanyika, kupitia kocha mkuu wa timu ya Yanga aliweza kuweka wazi ya kwamba, akisema ya kwamba na nukuu, kundi letu ni gumu sana, tunaheshimu wapinzani wetu wote kwa sababu wana historia kubwa na ametoa mataji mengi barani Afrika, lakini ukweli ni kwamba sisi pia tunakuwa na mipango ya muda mrefu ya kuwa miongoni mwa timu bora barani Afrika. Baada ya mechi mbili tayari tuna pointi 4 na bado tuna nafasi nzuri ya kuvuka hatua ya makundi. Lengo letu kwa sasa ni kufuzu kutoka kwenye hatua ya makundi na kwenda kwenye hatua ya robo finali. Haitakuwa rahisi, lakini tumejiandaa vizuri na tunaamini tunaweza kufanikiwa. Hayo ni maneno ya kocha Pedro Gonçalves akizungumzia kuhusiana na mchezo wao dhidi ya timu ya Al Ahly. Lakini pia kocha huyo hakuishia hapo, akaendelea kuzungumza na kusema ya kwamba kila mechi tunaingia kwa lengo la kushinda. Huo ndio mtazamo wetu, tuko kwenye mchakato wa maendeleo na tangu nilipojiunga na timu tumepiga hatua kubwa. Matokeo yanaonyesha hilo, lakini muhimu zaidi ni maendeleo ya jumla ya timu. Kuhusu wachezaji, tunataka kila mmoja ajisikie kama yuko nyumbani. Tuna malengo makubwa na ndoto za kufanikisha mambo makubwa kama timu. Tunatanguliza malengo ya klabu kuliko mambo binafsi. Hayo ni maneno ya kocha Pedro Gonçalves akizungumzia kuelekea mchezo kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly. Mchezo unatarajiwa kufanyika tarehe 23 mwezi huu hapa wa kwanza kwenye majira saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia kutoka kwa Starboy Alan Okero, naye pia ameweza kuweka wazi kile ambacho anakwenda kukabiliana nacho hapo siku ya mchezo husika. Alan Okero yeye amesema ya kwamba kesho tunacheza dhidi ya timu yenye uzoefu mkubwa, yenye wachezaji wa kiwango cha juu na benchi lenye nguvu. Hivyo ni muhimu kwa sisi wachezaji kuwa na mshikamano na kupambana kwa dakika zote. Hayo ni maneno ya Alan Okero, lakini pia akaongeza kusema ya kwamba katika soka la leo kila timu ina wachezaji wazuri. Kinachofanya tofauti ni jinsi unavyotumia nafasi zako na jinsi unavyopunguza makosa. Tunahitaji umakini mkubwa, nidhamu na matumizi sahihi ya nafasi. Tunaheshimu wapinzani wetu, lakini tunaamini pia katika uwezo wetu. Kila mechi ni fursa ya kuendelea kukua. Hayo ni maneno ya Starboy Alan Okero akizungumzia kuelekea mchezo kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly, mchezo ambao utafanyika kwenye dimba la Cairo International hapo nchini Misri kwenye majira ya saa 1 kamili za usiku. Sasa klabu ya Yanga wameweza kuondoka na kikosi cha takriban wachezaji 24, ambapo ndani yake kuna magolikipa 3, lakini pia kuna viungo takribani 9, bila kusahau kuna mabeki 9 na washambuliaji 3. Kwa upande wa magolikipa ambao klabu ya Yanga wameelekea nao pale nchini Misri, hapa kuna golikipa Abu Twalibu Msheri, kuna golikipa Hussein Masaranda, lakini pia kuna golikipa Djigui Diarra, golikipa ambaye anasimama katika milingoti mitatu mara zote ya timu hiyo
ya Yanga Sports Club wanapokuwa uwanjani. Lakini kwa upande wa mabeki ambao wameondoka na kikosi hiki cha klabu ya Yanga kuelekea pale nchini Misri, kuna Ibrahim Abdullah Baka, kuna Dickson Jobu, kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna Frank Yasinki, kuna Izra Patrick Mwenda, Kibwana Shomari, Ayawa Tola Kwasi, Shedra Kiboka, bila kusahau Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Hao ni kwa upande wa mabeki. Lakini kwa upande wa wachezaji ambao wapo na kikosi na wanaendelea kufanya mazoezi pale nchini Misri katika eneo lile la kiungo, hapa kuna Mohamed Damaro, kuna Musa Bara Konte, kuna Duke Abuya, lakini pia kuna mchezaji Max Nzengeri, kuna Mudasiri Yaya, kuna Ibrahim Shean, kuna Lasini Kouma, Alan Okero, bila kumsahau Pacome Zouzoua. Lakini kwa washambuliaji watatu ambao wapo na kikosi hiki pale nchini Misri, hapa kuna mchezaji Prince Mpume Lolo Dube, Emmanuel Mwanengo, bila kumsahau La Olindo Depo. Hiko ndo kikosi kamili ambacho kipo sambamba na benchi zima la ufundi pale nchini Misri kwa ajili tu ya kufanya maandalizi yao mapema kuelekea mchezo wao dhidi ya timu ya Al Ahly, mchezo ambao naweza kusema binafsi ni mchezo dume kweli, kwa maana ya kwamba kila mmoja hapa anahitaji alama. Ikitokea timu yoyote hapa ikapata ushindi, bila shaka yenyewe ndio itakoweza kuongoza kundi B, ambapo mshindi wa mchezo huu kati ya Yanga au timu ya Al Ahly atakuwa amejikusanyia takriban alama 7, alama ambazo hata timu nyingine zikicheza huku chini hazitaweza kufikiwa kirahisi. Ndio maana nakwambia mchezo utakuwa mgumu ukiangalia namna ambavyo kila timu imeweza kujikusanyia alama zake katika kundi hili B, ambapo ndani yake kuna wababe kweli ukiachana Al Ahly na timu ya Yanga, lakini pia kuna timu kama ya FAR Rabat, bila kusahau timu ya JS Kabylie. Mimi ningekuwa nakusogezea hayo na kukujuza hayo ewe mwana michezo wangu, mawili matatu uweze kufahamu kuhusiana kile kinachoendelea pale nchini Misri kutoka kwa timu ya Yanga Sports Club, hususani kuelekea ule mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika kundi B, ambapo mpaka sasa hivi kundi hilo linaongozwa na timu ya Al Ahly wakiwa na alama 4, nafasi ya pili ikishikiliwa na timu ya Yanga Sports Club wakiwa na alama 4, nafasi ya tatu ikishikiliwa na timu ya FAR Rabat wakiwa na alama 1, huku nafasi ya mwisho ikishikiliwa na JS Kabylie wakiwa na alama 1. Sasa kama una maoni yako au mtazamo wako, basi huu ndo muda wako sahihi wa kuja kutuambia sasa hivi kupitia sehemu hii hapo ya comment. Wewe njoo tuambie kupitia sehemu ya comment hapo, dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo. Lakini bila kusahau mwana michezo wangu, jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni, maana ukishafanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautaka kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa mwanafamilia wangu, ni wewe kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Mimi nasema ciao.